tulipata ziara maalum ya bodi ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC chini ya mwenyekiti wetu na mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB ndugu Abdulmajid Musa Nsekela, aliyepata wasaa wa kutembelea tume lakini pia kutembelea ofisi za makao makuu ya benki yetu mpya ya ushirika Tanzania. Tumepata nafasi ya kubadilishana mawazo, mwelekeo na kushare kwa pamoja maono yetu, maono ya bodi, kwa niaba ya bodi kuwasilisha maono ya bodi na wanaisa wa benki yetu mpya ya ushirika Tanzania. Benki ya ushirika Tanzania ni benki inayomilikiwa na vyama vya ushirika kote nchini, vyama vya msingi, vya mazao, vyama vya akiba na fedha SACCOS, lakini pia Watanzania moja moja, taasisi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Benki hii imeanza mwaka jana Oktoba, ikiwa na makao yake makuu hapa mjini Dodoma. Lakini pia tuna matawi manne nchi nzima kwa sasa. Tuna tawi kule Kilimanjaro Moshi, tuna tawi Mtwara Tandahimba, lakini pia tuna tawi Tabora. Lakini hapa kwenye majengo la makao makuu Dodoma tuna tawi la Dodoma. Ziara ya kamisheni ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika wamejipatia nafasi na fursa ya kujionea ofisi mpya za makao makuu ya benki yetu, tawi letu la Dodoma, lakini pia wamepata nafasi ya kuongea na wafanyakazi na watumishi, management wote kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi. Benki ya Ushirika Tanzania Coopbank ina maono makubwa ya kuchagiza nia na dhamira ya Mheshimiwa Rais, Rais wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kutumia ushirika amedhamiria sio tu kubadilisha maisha ya Tanzania, lakini kuleta ujumuishi wa kifedha kwa makundi mama ya kijamii. Itakumbukwa kwamba sekta ya ushirika ni sekta mtambuka, ni sekta ambayo iko katika ni dhana ya kiuchumi ambayo iko katika sekta zote muhimu za uchumi wa nchi. Tuna ushirika kwenye kilimo, tuna ushirika kwenye ajira mbalimbali, tuna ushirika kwenye ujasiriamali, tuna ushirika kwenye madini, mifugo, uvuvi. Ziko taasisi mbalimbali za kisekta ambazo zinatumia mfumo wa ushirika ili kusaidia watu wengi waweze kupata huduma mbalimbali za kifedha na za kijamii, masoko na bei nzuri. Lakini pia nchi yetu ina historia ya kuwa na ushirika mkubwa kwenye kilimo. So dhana na modo yetu ya benki ya ushirika ni kutafuta namna ambayo tunaweza tukafikia Watanzania wengi ili kuleta ujumuishi wa kifedha. Viwango vya rasmi vya Watanzania kuwa na account benki au kupata huduma za kibenki au mikopo au huduma mbalimbali za kibenki ni 22% kwa mujibu wa utafiti wa FinCorp ya mwaka jana. Mwaka juzi. Na 22% ni kiwango si nzuri sana, japokuwa tumekuwa tukiona kuna jitihada za makusudi za serikali na wadau kuhakikisha kwamba Watanzania walio wengi wanapata fursa ya kufikia huduma za kibenki. Sehemu kubwa ya 22% ni Watanzania walioko mijini, lakini kwa sehemu kubwa karibia 65% ya Watanzania, pamoja na kwamba wana huduma zingine za kifedha kupitia mitandao ya simu na njia mbadala, karibia 60 mpaka 65% ya Watanzania hawana account wala hawana huduma za kibenki kwa maana ya bima, mikopo katika mifumo rasmi ya kibenki. Sasa hili ni fursa na ni ajenda yetu kama benki ushirika. Na pengine hakuna sehemu bora zaidi ya kuanzia kama kutumia mnyororo wa thamani katika mfumo wa masoko ya vyama vya ushirika.
wamesambaa kote nchini. Kuna vyama vya msingi AMCOS, kuna vyama vikuu unions, kuna chama mwamvuli wa vyama vyote vya ushirika nchini TFC, kuna chama mwamvuli wa vyama vyote vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS, SCCULT. Vyote hivi vina mifumo rasmi ambayo benki ya ushirika itatumia mifumo hii kwa kushirikiana na vyama na taasisi za kiushirika kuchagiza kwa kasi ujumuishi wa kifedha na kuwafikia Watanzania walio wengi, hasa vijijini, kwenye mnyororo wa kilimo, biashara, wajasiriamali kwa maana ya vijana, wanawake, lakini pia kuangalia makundi maalum katika mnyororo wa thamani wa kilimo biashara, wasafirishaji, wazalishaji na wale wote wanaoongeza thamani katika kilimo biashara. Lakini benki ni ya kibiashara, itaangalia pia makundi mengine ya kibiashara, sio benki ya kilimo peke yake. Kilimo ni soko na ni target yetu mama, lakini tutatumia kilimo kufikia sekta zingine za kiuchumi tunapoikuza benki kwa miaka 5 ijayo. Maono ya board chini ya mwenyekiti wetu Professor Gervas Machimu ambaye ni muumini na amesimamia mabadiliko yaliyotupa benki hii kwa miaka 5 iliyopita. Chini ya uongozi wake tunadhamiria kufungua account na kuwafikia Watanzania wasiopungua milioni 10 kufikia mwaka 2030. Hichi ni kiwango kikubwa sana, haijawahi kutokea kwenye nchi yetu, kutekelezwa na benki moja. Mabenki mengi kwa sasa yaliyopo yanayoongoza wana wateja milioni 5, milioni 6 kwa pamoja. Kuwa na benki moja yenye maono ya kuwa na wateja milioni 10 kufikia 2020 ni maono makubwa na tumedhamiria kuyatekeleza. Moja, kama nilivyosema, kwa kutumia mnyororo wa kilimo biashara, na tutawekeza kwenye tehama, kwa sababu tunaanzisha benki katika zama za teknolojia ya habari na mawasiliano, na teknolojia itatusaidia kukua kwa kasi zaidi. Tutawekeza kwenye mifumo mbalimbali ya kutoa huduma kwa haraka na kwa wepesi kote nchini ili kuwafikia Watanzania wa kizazi hiki, lakini hasa kwenye maeneo ya kilimo biashara vijijini. So tutatumia wakala kwa maana ya kuviwezesha vyama vya ushirika, vya akiba na mikopo, vyama vya kilimo, vyama vikuu, wakiwa pamoja na wanachama wao wote kuwa na account kwenye benki ya ushirika kwa kupata huduma katika ofisi zao wenyewe kama mawakala wa benki, na kwa hivyo benki kupata nafasi ya kukua kwa haraka kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini pia tutawapa pia huduma za mbadala za kufanya biashara na benki pale walipo kwa kutumia mitandao ya simu, COP-Pesa ambayo inakuja sokoni hivi karibuni, lakini pia kufanya biashara kama taasisi, kwa maana vyama vya ushirika ni taasisi, vina wanachama, vina uongozi, zina bodi. So kuna miamala ya kitaasisi ambazo tutawapa mifumo na namna ya kufanya kwa kutumia bidhaa zetu za internet banking, mobile banking na kopo wakala. Mifumo hii itarahisisha kuwafikia kwa haraka, lakini pia kupata huduma za kibenki kwa haraka, na lakini pia kuviwezesha vyama vya ushirika kuingia kwenye mfumo rasmi wa kiuchumi wa nchi, tunaita mainstream financial mainstream sector. Kwa maana hiyo tumekuwa na wakati mzuri na mwenyekiti wa bodi na wajumbe na makamishna wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika wamepongeza maono tulio nayo. Tunadhamiria ndani ya mwaka huu pia kuongeza matawi mengine 4 kule Mwanza, Mbeya, Dar es Salaam na Kagera, na hatua za awali zimeshaanza za ujenzi wa matawi hayo. Lakini tunategemea pia katika kipindi hiki muda mrefu Mheshimiwa Rais
atapata nafasi na fursa ya kuzindua benki yetu. Tunashukuru sana na karibuni Benki ya Taifa ya Ushirika Coopbank. Asanteni sana. Na imani kabisa benki ya ushirika ndio benki ya kuwafikia Watanzania wengi kwa kutumia miundo iliyopo. Ila yangu kwenu kwa management kuona fursa zilizopo na kuwa na mawazo, tunasema open mind lakini dynamic, ambayo yataangani jinsi gani utaweza kulink AMCOS na union baadaye wewe kuendelea kufungua matawi, kuyafanya yawe ndio matawi yako bila wewe kuwa na matawi, ili hizi union ziwe ni sehemu yake ya biashara. Moja ya kazi ambayo inafanyika ni kuzifanya union ziendeshe kibiashara au AMCOS, manake strengthening capacity kwa my skill set, ili vitengo vya fedha wanavyo, lakini iwe ni sehemu ya fedha, na wao ndio watakao kusaidia kufungua akaunti za wanachama wao. Kwa hiyo unaweza kufikia malengo haya ya uliotarajia endapo hamtakuwa mnakimbia nyinyi wa vitengo.